Uharigani mwanafamilia Baharia TV, jina langu naitwa Ezekiel Mtoyero kutokea hapa Baharia TV. Kikubwa usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Diwani wa Mchoteka wa ACT Wazalendo Sheikh Dauda na katibu wa wilaya ya Tunduru mkoa wa Ruvuma Said Mponda na baadhi ya wanachama wa chama hicho wametangaza kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Wamesema kazi kubwa inayofanywa na CCM na uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan kupendekeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa wajumbe wa mkutano mkuu kisha kumteua kuwa mgombea mwenza wa urais hawana sababu ya wao kubaki upinzani. Wanachama hao wapya wa CCM wamesema Dr. Nchimbi ambaye ni mwenyeji wa mkoa wa Ruvuma na katibu mkuu wa chama hicho ameuheshimisha mkoa huo na wao wanapaswa kuunga mkono. Diwani huyo na wenzake wamejiunga Jumatano Aprili 2, 2025 katika mkutano wa hadhara wa Dr. Nchimbi uliofanyika wilaya shule ya Mlingoti wilaya Tunduru, ikiwa ni siku ya kwanza kati ya 5 za ziara yake mkoani humo. Dr. Nchimbi anaanza ziara hiyo ya kwanza na akirejea nyumbani kwao tangu mkutano mkuu wa CCM ulipomteua Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea urais na Dr. Nchimbi mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025. Baada ya kupewa fursa ya kuzungumza katika mkutano huo, diwani huyo amesema kwa yanayoendelea ameona hana sababu ya kubaki upinzani, kwani serikali imetekeleza mambo mengi ambayo yalikuwa yanapinganiwa. Amesema kata ya Mchoteka kulikuwa na changamoto ya gari la wagonjwa ambapo serikali imelipeleka. Sina sababu ya kubaki huko, najiunga CCM. Hodi CCM, naombeni mnipokee. Kwa upande wake Mponda amesema nilikuwa kafu nikahama kwenda ACT Wazalendo na tulipambana mwaka 2020 tukapata diwani wa Mchoteka, lakini kwa yanayoendelea CCM mimi na wenzangu tumeamua kujiunga CCM. Baada ya kuwapokea wanachama hao, Dr. Nchimbi amesema uamuzi wa kujiunga nao utatokana na kazi kubwa anayofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan na hakuna eneo ambalo halijaguswa. Kila sehemu maendeleo yameguswa, hakuna kijiji, mtaa wala kata ambayo haijaguswa kwa miradi ya afya, elimu, maji, nishati, kilimo na au miundombinu. Amesema uhai wa chama upo imara kwa kazi kubwa inayofanywa maeneo mbalimbali, na kwa hatua hiyo wako tayari kwenda kwenye uchaguzi mkuu akiwa kifua mbele. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM kwa Ruvuma Odo Mwisho amesema chama kinaendelea kusimamia utekelezaji wa ilani na hilo ndilo linalowafanya hata ACT Wazalendo kujiunga nao. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanari Ahmad Abasi Ahmed amesema miradi mbalimbali ya maendeleo inaendelea kutekelezwa. Changamoto ya ndovu, wanyama na uharibu mifugo, maji, migogoro ya ardhi na zinginezo, Kanari Ahmed amesema mambo mengi yanayoelezwa tunayafanyia kazi, kwani majibu yake yote yapo. Mwanachama wa CCM Mchungaji Peter Msigo amesema kwa hali hiyo na maendeleo yanayofanyika katika maeneo mbalimbali nchini, nchi ipo salama lakini katika mikono ya Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa sio watu wanakuja hapa wanasema tuandamane, wakataeni. Mchungaji Msigo aliyewahi kuwa mbunge wa Iringa mjini na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa amesema wananchi wanapaswa kuwa makini na wanasiasa wanaotaka kuhamasisha maandamano. Sasa tusikubali na tuwakatae wanasiasa wanaopinda pinda. Kanda ya CCM ambaye alikuwa ni kafu akaenda Chadema na sasa yupo CCM Abduli Kambaya amesema wanachama wa ACT Wazalendo waliojiunga CCM wametumia maarifa zaidi na sio sauti kama anayofanya wengine. CCM inahitaji zaidi kuhudumia wananchi hawao wanaotaka kushika dola, na ndio maana wakisimama majukwaani kazi yao kuwasema viongozi vibaya na sio kueleza watakayofanyia nini wananchi, na hapo ndipo watakosea. Ukitaka kutambua chama chenye uwezo wa kuwaletea wananchi maendeleo, usianze kwa kile wanachosema jukwaani, anza na safu ya viongozi wake na hapo ndipo utapata ukweli. Kambaya amesema tupo hapa kushindana kwa maarifa sio sauti, maendeleo ni mchakato sio amri kama wanavyosimama majukwaani. Unawezaje kudai maendeleo huku hutaki? Kwa hicho ndicho ambacho idadi ya walio wengi pia ameendelea kutoa maelezo yao kuhusiana na kile ambacho kimeonekana kuendelea, huku idadi ya walio wengi wakiendelea kuhamasika kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM kwenye baadhi ya sehemu. Na ikumbukwe wakati jijini Mbeya pale alipokuja Amos Makalla mwenezi
amepata watu kutokea Chadema, akiwa takriban ya watu wasiopungua 50 hivi ambao pia walijiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.